Mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Leo Jumatatu ya Pasaka niko hapa katika mitaa ya Stesheni jijini Dar es Salaam. Niweze kukupasha na kukujuza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado hujasubscribe fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Niko na Chief Nasoro, uko poa ndugu yangu? Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Naongea na Chapesa ila kampeni salamu mzee Saidi, mwambieni baba Jeni bye bye. Kampe salamu mzee Saidi. Kamwambie Nasoro anakuambia baba Jeni bye bye. Kwa nini unasema hivyo? Mzee Saidi aya hizi pointi 3. Simba anaenda kupoteza tena. Wakati wao wanakuambia baada ya kumaliza jana ndo ngoma imeisha, mkiwaona wametoa sare tena muende mkawaulize wameitoa vipi. Shehe wangu hawaioni mechi nyingine yoyote kwenda kutoa sare zaidi ya hivyo. Kawaulize swali kwanza, mara ya mwisho kuchukua ubingwa ilikuwa lini? Shehe wangu juzi ulivyokuwa unanihoji nilikugeni bonus ila Prison wamekunyimeni bonus. Watoto wasajigwa wamekunyimeni bonus. Nilikuambieni Prison akifunga Yanga nakupeni hela, Prison akitoa sare na kugeni hela, Prison akizuia Yanga akashinda goli moja na kugeni hela. Prison kaenda kuruhusu chuma 3. Kwa hiyo ndugu zangu mmeagana hiyo na kugea bonus nyingine. Kabla tujongelea mechi ya Azam na Simba kaenda Mwanza kaacha pointi 2. Azam kaenda Mwanza kaacha pointi. Pamba akipigwa chuma moja na Yanga na kugeni 50,000. Pamba akifungwa chuma moja na Yanga na kugeni 50,000. Tawi lenu lakini sisi tawi letu sio Pamba, si tawi letu Simba. Kwani Pamba na Simba nani kafungwa mara nyingi na Yanga? Pamba anaondoka ligi kuu anarudi, anaondoka anarudi. Nimekuuliza swali za pesa dogo sana. Pamba na Simba nani kafungwa mara nyingi na Yanga? Sikatai, Simba kafungwa mara 6. Nani? Mbona ukopokopa kuongea kati timu yako? Simba kafungwa mara 6. Na Simba nani kafungwa mara nyingi na Yanga? Simba kafungwa mara 6. Kwa hiyo maana yake sisi duka letu na tawi letu ni Simba kuliko timu yoyote hapa. Kwa hiyo na Simba ingekuwa inashuka daraja na kurudi mngeifunga mara 6. Tunavyotaka. Simba sisi sawa sawa, yani kama uji na mgonjwa, yani kunywa ni lazima. Mimi jana nasikitika masikitiko makubwa sana. Na nimeona Ibenge kaenda kuonesha umma kwa yeye ana mahaba na Simba. Hapo kwanza tema nyongo. Hakuna Mtanzania asiyojua, hakuna Mtanzania asiyoona jana Ibenge kwenda kuonesha mapenzi na Simba. Shehe wangu Idi Nado alipokuwa na pesi vile unaenda kumtoa kwa sababu gani? Idi Nado alipokuwa na pesi vile baba wawili unaenda kumtoa kwa sababu gani? Hapo alipowachanganya watu zaidi kaenda kumtoa Idi Nado. Asaduni alikuwa anakuja anasumbua za kutoka Idi Nado akaenda akamtoa Asaduni. Fei alikuwa anasumbua naye akaenda akamtoa Fei. Huyu Babu vipi tena? Babu hataki kushinda tena, anataka kuzuia. Hila ndo alienda kukutana na Simba kama mgonjwa yupo katika sakatari mauti. Mgonjwa yupo katika sakatari mauti. Hawezi kunywa maji hata uji. Ndio kitu kilichowakuta Simba jana. Ibenge anataka kufungwa ila Simba timu ya kushinda hawana. Ibenge anataka kufungwa ila Simba timu ya kushinda hakuna. Lakini wao wanalalamika muamuzi aliwanyima penalty 2 Dhakir bin Shahir. Kabla muamuzi jienda kumlalamikia kwa waulizi walipata hata goal offside. Sababu muamuzi kakunyonga. Nyie mbona mlikuwa mnalalamika kuhusu penalty ya Dube? Ya nani? Ulipata hata goli la offside. Nilikuja hapo kwa makusudi, nilijua utakuja kunikumbusha penalty ya Dube. Sisi kipindi tunalalamika penalty ya Dube kupitia msemaji wao walisema tuache kulalamika, tucheze mpira. Mchezaji wa timu gani huyo? Wao upande wa pili, upande wa Kikeni waliongea maneno hayo msemaji wao. Sasa na sisi leo tunawaambia tu. Malalamiko raundi ya pili haihitajiki. Raundi ya pili inahitajika uchezwe mpira. Shehe wangu, hii raundi ndio unapoenda kujua timu yako wapi inavuja, wapi ipo vizuri. Hii raundi. Nilikwambia sisi tumekuja na mfumo mpya. Ngumi ya jicho, ngumi ya kolomeo. Mama mkanye mwanao, hatutaki lawama, ubingwa lazima. Lawama zimeanza. Mapema mechi ya kwanza mzunguko wa pili lawama zimeanza.
Lakini wao wanalilia haki na wanaiomba kamati ya masasa. Kuna mlio mmoja. Huu mlio wa kwanza bado kuna mlio mmoja wa mwisho. Yaani ukiusikia mlio huo Yanga bingwa. Mlio gani? GSM wanaharibu ligi. Mlio gani tena? GSM anaongoza ligi. Kuna mlio utakuja wa mwisho GSM anaongoza ligi. Wewe weka hii nakwambia wewe weka kanayo. Na ukisikia kwa unapigaga mlio huo, ujue tayari Yanga anaenda kutangaza kuwa bingwa. Mlio gani huo? GSM wanaongoza, GSM wanaharibu ligi yetu. GSM wanaharibu ligi yetu. Hizi mlio uliokuwepo ni wa marefari. Leo jana wamekuja na milioni 2. Kuna mlio wa refa kawaonea. Kuna mlio kipa wana wasiwasi naye. Kipindi sisi tunawaambia huyu sio kipa, huyu Kobisi, walikuwa hatuelewi. Jana ndio wameenda kujua kumbe wana Kobisi sio golikipa. Hakuna kipa mnene duniani baba acha pesa, hakuna kipa mnene duniani. Kaangalia ligi zote kaona kuna yule naishi nani bora? Kama unaona kibonge. Yule naishi nani bora? Aishi jana kaenda kuonesha wana Simba kwa nini anaitwa yeye Tanzania. Kwa nini anaitwa yeye Manula? Jana ile Aishi Manula ile aliyoiwekea reli. Angepigiwa kipa wa Simba sasa tunaongea mengine. Angepigiwa kipa wa Simba sasa tunaongea mengine. Nimekuambia huyu kipa wa Simba tokea amekuja hawajapata timu Simba iliyoenda kuwapushi. Hata Young Africans kumbe nao pia basi. Sisi siku tunacheza mechi na Simba nilikuambia katika Yanga niliyojua miaka 4 sisi mechi tuliocheza chini ya kiwango namba 1 iliongoza mechi ya Simba. Simba amekosa kutufunga sisi, wao wajinga. Sisi kwa kila namna ya kutufunga wanayo. Tena walikuwa namna ya kwenda kuturudishia goli 5. Kila wandazimu. Hao umeshindwa kuifunga Yanga afu unataka ubingwa ndani ya lizi. Nitakutana nao raundi ya pili. Shehe wangu Babu Ali. Na wao ndio watakaokuwa nyumbani. Mechi 5 mfululizo tulivyotoa suluhu. Sisi tulijua ubingwa tushakabidhi. Ila sisi tuna suluhu na wao wanaharibu. Wanataka ubingwa. Sasa hivi wanaharibu wao, waangalie Yanga wanafanyaje. Sisi gari yetu shakata breki. Na nyinyi mjakutana na Azam bado. Azam. Sisi na Azam kuna historia yetu. Na bado lakini wao wanalalamika kwamba muamuzi ni kama tena umesema hatujakutana na Azam. Sisi mwaka jana na mwaka huu kwenye Azam tumefanya vizuri mwaka huu. Mwaka jana sisi mechi ya kwanza Azam walitufunga. Sawa. Tena kwao. Na mwaka huu mechi ya kwanza kwao Azam sisi tumeenda kutoa sare maana tumechukua pointi 1. Kwa hiyo mwaka jana na mwaka huu tofauti. Pili ukizungumzia mwaka jana, Yanga mwaka jana na mwaka huu ni tofauti kabisa. Yanga mwaka jana tunamaliza mzunguko wa kwanza Yanga nafasi ya pili, ya kwanza anaongoza Simba. Mwaka huu sisi tunamaliza mzunguko wa kwanza Yanga anaongoza ligi. Simuoni Simba kwenda kukaa juu mpaka anakufa. Simuoni Simba anaenda kukaa juu mwaka huu labda nitakufa mimi. Shika maneno yangu haya. Unadunda unajua. Engineers. Engineers namjua mimi. Tokea anavyocheza mpira Gadeni, uwanja wa Gadeni, nyuma ya Kinondoni Mkwajuni. Kalipanga jambo lake. Wakati huu hapo aje magoli apite. Labda usiku ubadilike kuwa mchana. Labda usiku ubadilike kuwa mchana. Si kirahisi lakini kama nakwambia tena labda usiku ubadilike kuwa mchana. Haya maneno yangu yatunze. Pale juu pale hamna kutushusha kwenye ligi. Na muone kabisa kama Simba Sports Club ana uwezo wa kwenda kuchukua ubingwa msimu huu. Kama hali wao wenyewe wanazungumza. Sio kuchukua ubingwa cha pesa. Kama Azam wanatoa maaba kama ya jana. Wakacheze quality yao. Simba sio wao ni nafasi ya pili. Kama Azam wakatoa mapenzi na Simba wakacheze quality yao. Simba sio wao ni nafasi ya pili. Acho. Hiyo Azam mechi zote hawajafungwa hata mchezo mmoja. Miongoni mwa ligi kuu mpaka hivi sasa tunapozungumza. Wana shida yao ya mapenzi na Simba. Azam anaweza kwenda akajua kabisa nafasi ya pili mimi napata. Hiyo msimwache dada yangu. Anatoa sare wanafungwa dada yake anapita. Ndio maana nakwambia kama ataacha mapenzi, ataenda kucheza quality yake. Azam anachukua nafasi ya pili. Shehe wangu Simba kaenda kuchukua nafasi ya pili. Yaani wewe unaambia Simba anataka ubingwa Ferdinand. Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu. Hiyo timu ya taifa hawamwamini. Hiyo timu ya taifa hawamwamini. Aliwafunga nyewe lakini. Hivyo cha pesa. Subiri aliwafunga nyewe. Ametufunga lini? Shika adabu yako wewe, si hamjafungwa si. Tokea zalio kwa kuifunga Yanga lini?
Selemani Mwalimu aliwafunga nyie, goli likakataliwa. Goli aliweza, hakuna goli lilokataliwa. TFF alisema hakuna goli duniani linakataliwa. Shehe wangu ukizungumza huko utapandisha au unataka niongee unagusa shirikisho? Utapandisha? Napandisha. Ukitaka kuona vichwa vya wandazimu basi nenda shirikisho kaangalia maneno yao. Goli la Selemani Mwalimu lilikuwa ni goli. Hilo ndio mataira, hilo ni baadhi ya mataira. Lakini muamuzi alishindwa kutambua vyema sheria 16 goli. Kama muamuzi anasema sio goli, goli nani anaenda kuliharakisha? Duniani muamuzi ndio anasema hili goli, hili sio goli. Sasa unaniambia kuna mtu kaenda kusema lile goli halali. Haya, rais naye anakuja kusema aliyosema goli halali kakosea, utamuelewa nani? Wewe ukija unataka kuongea sana taasisi hapa nchini sisi kwenye mpira kama tunaongozwa na wauni. Huyu anaongea hili, huyo kiongozi. Na huyo anakuja anaongea hili. Umuelewi wewe ushirikana nani? Haya. Masaa 72 tokea mechi ya Coast imeisha na Simba mpaka leo bado? Masaa 72. Tayari. Mchezaji kaadhibiwa. Kosa gani? Si alisukuma mchezaji wa Coast kama Simba walilalamika jana? Ile ni ball fiction. Simba jana wamelalamika wamenyimwa penalti, kasukumwa libase. Na mchezaji wa Coast alivyosukumwa. Kwa hiyo kama atafungiwa, subiri basi. Sisi tunasimama kwenye mpira. Kama atafungiwa muamuzi wa jana, tunamtaka muamuzi wa Coast na Simba naye afungiwe. Hilo lakini si friction tu ile contradiction. Si vile friction wenyewe wazungu mnasema. Na hata jana vile contradiction tu ile watu wamesukumana tu lakini mtu stamina. Hata jana watu walisukumana tu stamina hana yule kwa sababu anavaa cheni kiunoni. Yule jana katika kusukumana yule mwepesi kwa sababu anavaa cheni kiunoni wanasema penalty. Sio penalty, ile wamesukumana tu. Yule kwa vile anavaa cheni anakuwa line. Unafikia huko tu. Kwani cheni ya kuvaa? Kwani cheni ya kuvaa? Sasa mali na yeye pia anavaa. Tamaduni yao. Sasa kama tamaduni sasa hapa shirikisho la kuvaa cheni hakuna shida, lakini tamaduni Diala akiweka kidole wao anafungiwa. Sasa wao si tamaduni yao mali. Mali wakifanya hivyo sha. Ila Tanzania wanafungiwa. Shukrani sana ndugu. Asante.